Basi tunakutana tena katika simulizi ya visa vya ukweli kabisa ambavyo vimewatokea baadhi ya watu, na huyu hapa ni dada ambaye alikutana na kisa ambacho kimemsikitisha sana MC Nsena. Na hili tukio lilitokea ambapo dada ambaye ndio bibi harusi, yeye wakati wa harusi hakuweza kuingia ukumbini hadi alipoamuru kwamba mama yake mzazi atoke, ndipo yeye hawezi kuingia ukumbini. Tunakwenda sambamba na kisa hichi ambacho ni cha kweli kabisa, na huyu dada ilifikia hatua kuja kumwandikia MC Nsena katika DM yake kwa ajili ya kumuelezea juu ya kisa hichi. Hii ni sehemu ya kwanza, na mimi msimulizi wako ni Rinyo wa Rinyo Simulizi TV. Habari MC Nsena, asante kwa simulizi zako nzuri, kwa kweli zinatujenga na kutupa imani kwa wale tuliopitia magumu na kuona sio sisi tu tunaopitia changamoto. Mpaka leo hii navyozungumza, mimi na mama yangu mzazi hatuzungumzi, hata ikitokea msiba hatuzungumzi. Tumewahi kupatanishwa mara kadhaa, lakini hatukufikia mwafaka. Naomba nieleze chanzo cha nini hasa. Kwetu tumezaliwa wanne, wa kike wawili, wa kiume wawili. Dada yangu mkubwa yeye ni daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama. Mimi ni injinia, mhandisi. Kaka zangu wote pia ni mainjinia. Kwa hiyo kwetu wote ni wasomi. Dada yangu mkubwa tulipenda kumuita dokta wa familia. Simulizi yangu naanza nilivyomaliza form 6. Nilifaulu vizuri. Mama na baba walifurahi sana. Wakaniambia nikasomea udaktari kama dada yangu. Lakini mimi nikakataa, maana ndoto yangu ilikuwa nije kuwa injinia. Nilitamani kujenga barabara katikati ya bahari, madaraja makubwa. Nilikuwa na furahi sana na kutamani mainjinia wa kike wakivaa kofia zao na buti zao barabarani. Niliwaeleza wazazi wangu kuwa nataka kusomea kitu na ninachokipenda. Wakasema sawa, hakuna shida. Wakafanya utaratibu, nikatafutiwa chuo China. Chuo kilikuwa bei kubwa sana. Nilipambana kusoma, nikamaliza salama na good GPA. Niliporudi nyumbani walinipokea vizuri sana. Wote walifurahia ujio wangu. Lakini katika wote hao dada yangu hakuwa na furaha kabisa. Yule daktari, na alionekana mtu ambaye uso wake hauna amani. Nikamuuliza, mbona hauna furaha, au hujapenda mimi kurudi? Ghafla dada alianza kulia. Mama yangu alimtazama kwa jicho la ukali, kisha akasonya akasema, mbwa nyie bwana kwa maigizo. Baada ya ile kauli dada yangu alienda chumbani huku analia. Nilimfuata chumbani nikamuuliza nini shida. Akasema nkale kwanza, kisha ndio tuongee. Nikala chakula. Tulivyomaliza nikarudi chumbani kumsikiliza dada yangu kilichomsibu, maana nampenda sana dada yangu. Nilitaka kujua kwa nini mama kamtolea ile kauli na kwa nini hana raha. Kabla sijasema lolote, mama alisema, njooni sebleni na wahitaji wote. Kwa kweli kaka zangu niliwakuta tayari washafika sebleni. Tukafata mimi na dada, tukaenda kukaa pamoja na baba na mama. Mapigo ya moyo yalikuwa yanaenda mbio sana. Nikajiuliza kuna nini? Yaani nimerudi tu ugomvi na vikao? Wenyewe waliahidi kunifanyia kapati kakuhitimu chuo, ila kufika na kikao tena. Baba akaanza kuongea akitupa hongera ya masomo, ila zaidi kuonyesha furaha ya watoto wake wakiwa wote kwa pamoja. Kama mnavyojua utaratibu wa familia yangu, nilichosema hakuna mtu ataondoka ndani ya nyumba hii kwenda kupanga mpaka mtu atakapooa au kuolewa. Lakini leo kuna jambo itabidi tudiscuss kwa pamoja ili tufikie mwafaka. Mama yangu alipiga meza akasema, hakuna discussion, hiki ni kikao cha taarifa na maamuzi. Baba akasema hapana, lazima watoto nao washirikishwe, watoe maoni yao kama watoto. Mama akasema siwezi kutolewa maamuzi na watoto niliowazaa. Kisha mama akasimama na kusema, huyu mbwa, akimwonyeshia mkono dada yangu. Wakati huo dada analia sana. Nikawa najiuliza dada anacholia ni nini, mbona sielewi? Mama akasema huyu mbwa amenitia aibu kubwa hapo alipo ni mjamzito.
Moyoni nikasema mbona sio shida, maana baba anasemaga mbona hamniletei wajukuu, mnataka kuwaleta nikiwa nimekufa. Huyu mnayemwita dada yenu daktari bingwa amebeba ujauzito wa kijana wetu wa ndani. Wote tulitoa macho, nikamwangalia dada yangu. Mama akaendelea kusema, bila aibu ananiambia mama nimebeba ujauzito wa fulani. Mama akamtaja jina. Mama akaendelea kufoka akasema, unawezaje kubeba ujauzito wa mtu anayekata majani ya bustanini, anayefagia uwanja, anatufungulia geti? Unawezaje? Nitaeleza nini kwa wamama wenzangu? Kazini kwangu naheshimika, najitamba kila siku, nina watoto mainjinia na madokta. Nimekuambia uitoe hiyo mimba, umegoma. Sasa maamuzi niliyofikia ni wewe kuondoka ndani ya hii nyumba, na kuanzia leo hatutakutambua kama mtoto wetu. Uondoke ukaishi maisha yako. Kama unataka niendelee kukutambua kama mwanangu niliyekuzaa, ni wewe utoe hiyo mimba. Wakati huo kaka zangu wametoa macho, wanashangaa, wote wanamtazama dada yao. Kaka yangu mmoja akamnong'oneza dada, mlipeana wapi hiyo mimba? Umeona sasa aibu ulioileta? Umeona sasa aibu ulioileta kwa familia? Wote familia yetu inaheshimika, leo hii unapewa mimba na houseboy. Baba akamuuliza mmoja wa kaka zangu, wewe msimamo wako ni upi? Kabla kaka hajajibu, mama akadakia akasema, nimeshasema aitoe hiyo mimba, na anatoa au hatoi. Dada yangu akasimama akasema, nawashukuru wazazi wangu na wadogo zangu kwa upendo mkubwa. Nawashukuru wazazi wangu kwa kunisomesha. Ukweli ni kwamba nimekosa sana kupata mimba kabla ya kufunga ndoa, na mimi naomba nitoe maamuzi yangu. Mimba siitoi. Houseboy mliyemfukuza baada ya kuambia nina ujauzito wake ndiye atakuwa mume wangu. Mkiamua kunifukuza, Mungu awabariki sana. Mkiamua kuniacha, Mungu atawabariki zaidi. Mama akasimama akamrukia akamrukia dada yangu akamtandika. Alimpiga sana hadi dada akaanza kutoka damu. Kisha akamwambia akusanye kila kilicho chake na aondoke ndani ya nyumba. Dada akasimama akasema, ninaondoka ila sitowasahau wazazi wangu. Asanteni kwa kila kitu, nawapenda sana. Akachukua nguo zake, ila sio zote, baadhi akaweka kwenye begi, akaingiza kwenye gari yake, akaondoka. Ile siku nililia sana kwa sababu baba naye alikuwa analia akimsihi mama aache hayo mambo yaishe vizuri, ila mama alionekana ni mtu mwenye hasira, ghadhabu kuu. Dada aliondoka nyumbani, tukabaki na huzuni sana. Niliendelea kuwasiliana na dada yangu taratibu huko alikokuwa, na akaniambia anaendelea vizuri yeye pamoja na mchumba wake houseboy wetu. Ilikatika miezi na miezi, hatimaye dada akajifungua watoto mapacha wa kiume wote. Nilipowaambia kaka zangu nimepata hiyo taarifa kutoka kwa dada, wakasema ninyamaze kama najipenda, nisiongee kama najipenda. Mimi nikajikaza nikamwambia baba, akanijibu najua, kisha akaondoka. Ni mwaka sasa umekatika tangu dada ajifungue, mimi nikihangaika kutafuta kazi. Siku moja nikiwa nahangaika kutafuta kazi, mimi sikuwa mpenzi sana wa kuendesha magari ya nyumbani, nilipenda kutumia usafiri wa kawaida tu. Hiyo siku nilikutana na kijana mmoja akiwa amevalia mavazi yake nadhifu ya Kiislamu, kavaa kanzu, sandals nzuri na kile kitambaa cha kichwani, ananukia mno. Akanisalimia, habari yako dada? Nikamjibu salama. Akaniuliza kama na mimi naingia kwenye hiyo ofisi, nikamjibu ndio. Basi tukapiga story 2-3, tukaweka experience zetu za kusoma nje ya nchi na Tanzania, tukajikuta tumekuwa marafiki. Basi taratibu urafiki wetu ukakua, mwisho wa siku tukajikuta ni wapenzi. Wakati ukafika nikaona ni muda mwafaka wa kuwaeleza wazazi wangu kuwa nimepata mchumba. Wazazi wangu walifurahi. Unafahamu ni mtu wa wapi? Nikajibu mwanzo sikuwa namjua vizuri, kumbe ni kijana wa mtaa wa 3 kutoka hapa tunapoishi. Yeye aliniambia alikuwa ananiona zamani, ila hakuwa ananikumbuka wakati tukienda kusali kwenye jumuiya. Kipindi hicho mimi nikiwa nasoma na yeye alikuwa anasoma kijijini kwao na mama yake kwenye moja ya shule za kata.
Baba yake na mama yake wanafanya biashara ya kuuza sokoni hapa mkoani kwetu. Mama yangu wakati natoa utambulisho huo alikuwa ananiangalia macho mabaya, ila mimi nilijikaza. Kabla sijamaliza kuelezea, mama yangu alinyanyuka akaelekea chumbani. Baba akaniangalia akaniambia, "Wanangu nyie mjifunzi." Kisha naye akanyanyuka akaelekea chumbani alipo mkewe. Asubuhi niliamka nikawasalimia wazazi wangu, kisha nikasepa kwenda kutafuta kazi. Na huo ni tamati ya sehemu yetu hii ya kwanza ya simulizi ya bidada huyu ambaye anaelezea ni kwa sababu gani amekuwa hana mahusiano mazuri na mama yake na hawazungumzi. Hili hasa limechangiwa na nini? Lakini katika kisa hichi tumeona simulizi ya dada yake ambaye amekumbana na maswaibu baada ya kupata ujauzito, na ujauzito alioupata ni wa houseboy, mfanyakazi wao wa kiume wa ndani ambaye pia alikuwa anafanya kazi za kulisha mifugo na kufanya usafi katika bustani. Hii ni sehemu ya kwanza ya simulizi hii ambayo amesimuliwa MC Nsena katika DM yake, na msimulizi wako ni mimi Rinyo wa Rinyo Simulizi TV. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu kwa ajili ya simulizi za kusisimua zaidi. Hiki ni kisa cha kweli kabisa.